Kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yanayoadhimishwa Machi 8 kila mwaka, wanawake wilayani Mkinga wakiongozwa na mwenyekiti wa bodi ya ushauri wa mashirika yasiyo ya kiserikali nchini, Hajat Mwantumu Bakari Maiza, wameungana kusherehekea siku hiyo kwa vitendo kwa kutoa msaada wa vifaa tiba katika kituo cha afya Mjesani kilichopo kata ya Mnyezani. Mbali na hilo, wanawake hao pia wametoa sare za shule, mabegi pamoja na madaftari kwa watoto 9 wanaoishi katika mazingira magumu wanaolelewa katika kituo hicho. Akizungumza katika hafla hiyo, Bi Maiza amesema wanawake wana nafasi kubwa katika maendeleo ya familia, jamii na taifa kwa jumla. Hivyo wanapaswa kujithamini, kuungana pamoja na kutambua thamani yao katika jamii na kushirikiana katika shughuli za maendeleo. Hasa tunahitaji kujitoa kusaidia wenye uhitaji. Ni akiba unaweka kwako wewe mwenyewe na kwa Mola wako. Kila unachokitoa kina hesabu yake na kina malipo. Wanawake lazima tushikamane na hili jambo, tusilipuuze. Watendaji wako hapa kina baba hawa wanajua kila utakavyopanga mipango yao ya maendeleo, mwanamke ndio mtendaji mkuu. Kwa na sisi katika utumishi wetu ni wakati wetu sisi kama wanawake, mmoja, kushikamana. Wanawake popote pale mwanamke ulipo, jitambue. Uwe mama wa nyumbani, uwe wa ofisini, uwe wa shambani, uwe wapi, popote ulipo mwanamke jitambue na jipe thamani mwenyewe, kwamba mimi naijua thamani yangu ni kubwa. Huwezi ukasema milioni 10, milioni 20. Thamani yako wewe katika jamii ni kubwa sana. Ndio maana yangu. Kwa tukishikamana sisi wanawake, hatuwezi kuchelewa kwenye mambo yetu. Hatuwezi kuchelewa kwenye maendeleo yetu. Napofika swala la mwanamke, lazima tushikamane. Na hawa wanaume hatuwatengi, ni wenzetu hawa. Maana bila wao na sisi pia amani ya dunia tunaikosa. Huo ndio ukweli, tunategemeana. Lakini sitoke ukajishusha, ukajiona huna mchango katika jamii. Hapana. Kila mwanamke anayo thamani na mchango wako ni muhimu kwa maendeleo ya wilaya yetu, mkoa na taifa. Naye mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii wilaya ya Mkinga, Bi Elizabeth Malali, amesema jitihada hiyo ina umuhimu mkubwa, kwani inaweza kugusa na kubadilisha maisha ya wafanyikazi wa kituo hicho pamoja na watoto wanaolelewa kituoni hapo. Inaweza kugusa maisha ya wenzetu ambao wanafanya kazi hapa kituoni, lakini na wale wateja, kwa maana ya wagonjwa wanaowahudumia kila siku. Tunaweza tusitatue changamoto zote zilizoko hapa, lakini kwa kiasi tunaweza tumefanya kitu ambacho kimepunguza hizo changamoto. Vifaa hivyo vinaenda kutatua changamoto ambazo nimezisema, lakini vile vile tukaenda mbali zaidi, tukasema tunao watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu na ambao wanapata huduma, wanachukua huduma, tuseme wanapata huduma za afya katika kituo hiki na wako katika kitengo maalum. Tukasema tufanye nini kwa ajili ya hawa watoto? Kwa hiyo tukasema ni vizuri basi wanawake angalau tuguse maisha yao. Ziko uniform zimenunuliwa kwa ajili yao. Tunao watoto 9 katika kituo hiki. Kwa ziko uniform, yako mabegi, yako madaftari, na leo watapata sukari kidogo, watapata sabuni kidogo, watapata hizo peanuts ili angalau kuendelea kuboresha lishe zao. Yote haya ni wanawake. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa kituo cha afya Mjesani, Bi Angelina Kasimba, amesema vifaa hivyo vitasaidia kuboresha utoaji wa huduma za afya kwa wananchi pamoja na watoto wa kitengo maalum katika eneo hilo. Tunajua elimu ndio chanzo, ndio mwanzo wa kila kitu, ndio mwanga wa maisha yetu. Kwa hiyo mlivyowagusa maisha yao katika nyanja ya elimu, naamini itaonyesha chachu kubwa kwa hawa watoto na wataweza kufanya vizuri katika masomo yao. Lakini pia nashukuru kwa ajili ya hizi zawadi nyingine ambazo zimeletwa kwa ajili ya wanaopata huduma hapa. Tunawahudumia wamama wajawazito na watoto ambao wengi wanakuja wakiwa na changamoto mbalimbali za kiuchumi. Mmetuletea mahitaji maalum kama sabuni, pampers ambazo zitawasaidia wamama hawa kwa ajili ya kujikimu kwa kupatia huduma watoto wao. Lakini pia tunatambua vifaa ambavyo mmetuletea kwa ajili ya shughuli nzima za usafi ambazo zitaendelea kuboresha kituo chetu kwa ujumla.
Naye mwenyekiti wa kijiji cha Mnyezani Bwana Ali Nondo amewashukuru wanawake hao kwa kuchagua kijiji hicho kuwa sehemu ya maadhimisho yao na kugusa maisha ya wananchi kwa vitendo. Kwa tukio hili la kina mama kuja kufanyika sherehe hii hapa katika kituo cha afya Mnyezani, mimi kama mwenyekiti wa kijiji nimepata faraja kubwa. Hivi vifaa vilivyopatikana vinaenda kusaidia watu wengi katika kijiji changu cha Mnyezani pamoja na kata ya Mnyezani na kata jirani ya Pande Darajani na kata ya Kiomo. Maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ni fursa muhimu ya kutambua mchango wa wanawake katika maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kisiasa, huku yakitumika pia kuhamasisha usawa wa kijinsia, haki za wanawake na uwezeshaji wao katika nyanja mbalimbali za maisha. Nikiripoti kutoka wilaya ya Mkinga mkoani Tanga, Nasoro Rashid, Mkinga DC Habari.